Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili tunazibeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Ikiwa wewe ni mgeni na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania Eye TV, na kuomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Na cha kuzingatia cha muhimu, yeyote ambaye anatazama, na kuomba ukumbuke kutukabidhi like. Bonyeza alama ya like na karibu. Rais wa Marekani Donald Trump alazimishwa kumwendea Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Tanzania Ikulu na kumwachilia Tundu Antipas Lissu kutoka gereza la Ukonga. Nani ameyasema haya na tumepata habari hizi kivipi? Kulingana na mwanaharakati ambaye anaitwa Mange Kimambi, ameandika katika mtandao wa kijamii wa X vile unavyotazama, ameanza kwa kusema kitakachofuata: Watanzania inabidi tuache kila kitu na ianze viral campaign kwenye social media na kuomba msaada wa Trump hii ya situation iliyopo Tanzania. Kuna Watanzania bado hawaja grasp kuwa sisi wananchi peke yetu kuwaondoa wauaji madaraka itakuwa ngumu mno. Lazima tupate backup ya nje. Trump akiwa involved leo. Tundu Lissu anaachiwa next week. Huyu ni mwanaharakati Mange Kimambi. Amesema Watanzania sasa hivi wote waanze campaign ya social media ama katika mitandao ya kijamii kumwomba rais wa Marekani Donald Trump aweze kuingilia kati na kufika katika ikulu ya Samia Suluhu Hassan kumlazimisha Tundu Lissu aweze kuachiliwa huru mara moja. Hii ni baada ya Trump kutoa amri kali kwa taifa lile la Cuba, kwa sababu tunataarifiwa ya kwamba zaidi ya watu 2,000 walikuwa wamekamatwa kwa sababu ya kisiasa kule Cuba. Lakini baada ya Cuba ama wananchi wa Cuba kwenda katika mtandao wa kijamii na kumlazimisha Trump aingilie kati ili kuokoa taifa la Cuba, kwa sababu kuna watu ambao wametiwa mbaroni kwa sababu ya siasa na hawajafanya makosa, Trump aliweza kulazimika kutoa amri kwa serikali ya Cuba mara moja na kuwaachilia wafungwa wote 2,000 ambao walikuwa wamewekewa kesi za mchongo. Wameachiliwa wote huru. Ndio maana mwanaharakati huyu Mange Kimambi anasema sisi wa Tanzania ndio tunaweza kuikosoa serikali, tunaweza kulazimisha Tundu Lissu aachiliwe, lakini lazima tunahitaji backup. Ndio maana ameweza kuwashawishi Watanzania wote waingie katika mitandao ya kijamii kumwandikia Rais Donald Trump aweze kuingilia kati na kuokoa Tundu Lissu ambaye yuko gerezani. Na pindi tu Trump atakapoingilia kati jambo hili, tunatarajia kushuhudia Tundu Lissu akiachiliwa huru juma lijalo, vile ameandika katika mtandao wa kijamii. Kwa nini? Kama sasa Umoja wa Mataifa uliweza kutoa amri kwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni kiongozi wa kiimla kwamba amwachilie huru Tundu Lissu, lakini kufikia sasa hivi Samia alienda akashupasha shingo, hakumuachilia huru Tundu Lissu kufikia sasa. Sasa wanaharakati wameanzisha kampeni ya kuhakikisha ya kwamba Trump amejua mambo haya yote ili aweze kulazimisha Samia Suluhu Hassan amwachilie huru Tundu Lissu. Tundu Lissu aliweza kutiwa mbaroni tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka jana wa 2025, na siku ya Alhamisi anamaliza na kuadhimisha mwaka mmoja akiwa gerezani Ukonga. Amepitia machungu, amepitia mateso pasipokuwa na makosa yoyote. Tundu Lissu aliweza kuzuiliwa na kupelekwa gerezani Ukonga kwa sababu ya siasa.
Unajua Tundu Lissu alikuwa anasema no reforms no elections, yani kusipokuwa na mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi hapa Tanzania, kitanukishwa. Sasa jambo hili ndio liliweza kumlazimisha Samia Suluhu Hassan kumwendea na kumkamata, kumpeleka pale gerezani. Lakini wakati anapoenda katika mahakama, ushahidi ambao jamhuri inatoa haupo, na imeonekana wazi sasa hivi yule ambaye ameshinda hii kesi sio mwingine ila tu ni Tundu Lissu. Ndio maana wanaendelea kuhairisha vikao vya mahakamani. Ishara tosha jamhuri ama serikali imeweza kushindwa na Tundu Lissu. Hawana ushahidi wa kutosha wa kumfunga Tundu Lissu. Vile aliweza kupambikiziwa kesi ya mchongo, kesi ya uhaini, na kulingana na sheria za Tanzania mwaka 1977 kesi ya uhaini ni kifo, hamna dhamana. Ukipatikana na hilo kosa ni kunyongwa, na Samia Suluhu Hassan hilo ndilo anataka. Na kwa kusema ukweli halisi wa mambo, Samia Suluhu Hassan aliweza kumshitaki Tundu Lissu kwa sababu aliona Tundu Lissu huenda angeshinda kiti cha urais hapa Tanzania katika uchaguzi uliopita. Akaona lazima amfunge kule gerezani Ukonga ili aweze kupata nafasi ya kufaulu. Na yule mwingine aliyekuwa na umaarufu kidogo wa Mpina wa ACT Wazalendo, naye alifanya kosa gani, na yeye aliweza kuzuiliwa na Samia Suluhu Hassan kwa sababu aliogopa kama mama hawezi kushinda kiti cha urais hapa Tanzania. Na kwa kusema ukweli, Tundu Lissu amekaa gerezani pasipofanya makosa yoyote. Ndio maana wanaharakati wameanzisha kampeni ya kuhakikisha ya kwamba katika mitandao ya kijamii Rais Donald Trump wa Marekani analazimishwa ili aingilie kati na afike katika ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan na amlazimishe kumwachilia huru Tundu Antipas Lissu ambaye yuko gerezani Ukonga kufikia sasa. Na serikali hii katili ya Samia Suluhu Hassan imefanya maajabu kuandama yeyote ambaye anapinga serikali, anaikosoa serikali, haswa na harakati, kutekwa nyara wanasiasa. Hata sasa hivi Humphrey Polepole hajulikani alipo kufikia sasa kwa sababu aliweza kuikosoa serikali. Na sasa hivi yeyote ambaye anaikosoa serikali hapa Tanzania na kujiwa, napotezwa, nauliwa. Ndio maana tukashuhudia mauaji mengi yakishuhudiwa hapa Tanzania, wale ambao walikuwa wanapinga serikali kwa kuandamana kwa kusema hatutaki uchaguzi huu ambao unaendelea 29 Oktoba mwaka jana, wengi wakauliwa. Na sasa hivi familia nyingi zinaendelea kulia, hazijapata wenzao, jamaa zao ili kuwazika, ila tu tunataarifiwa kupitia vyombo vya habari kwa sababu walitumia picha za satellite kama vyombo vya habari kama CNN, Al Jazeera na PPC wakaonyesha picha zile za satellite kwamba kuna makaburi ya halaiki ambapo Watanzania waliweza kuzikwa kwa pamoja. Sasa hali si hali inazidi kuwa tete hapa Tanzania, lakini hata tume imeshindwa kutoa ripoti. Nitaangazia hayo baadaye vile mambo yalivyo kufikia sasa. Tume ile ya mchongo ambayo iliweza kuteuliwa na Samia Suluhu Hassan kuchunguza maafa hapa Tanzania. Nitakuja kwa kanda nyingine, nitawaeleza vile tumeweza kupata taarifa za ndani na ziko na mshtuko mkubwa, uwezi kuamini. Baada ya masaa mawili utapata hiyo kanda, tutaiweka hewani. Na naomba kutamatishia hapo hii kanda, tukutane baadaye. Kwa baada ya masaa mawili tutakutana kwa kanda nyingine. Na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kupata taarifa hizi kila wakati. Kwaheri kwa sasa.